Amen. Est-ce que mtu mmoja kuweza kushangilia Yesu? Amen. Nataka mtu mmoja ashangilie Yesu. Bado nashangaa kuna mtu anaweza kushangilia Yesu hata dakika 5. Est-ce que mtu mmoja kuweza kushangilia Yesu? Mungu awabariki sana. Yesu ndio mfalme wa maisha yake. Mungu akubariki. Naomba ki Mungu abadilishe maisha yako. Amen. Na kukimbia sana na mafundisho kwa sababu sisi mafundisho. Amen. Kwetu mafundisho inachukua masaa mawili au kama kidogo dakika lesani moja na nusu mafundisho tu. Lakini sasa hivi na kukimbia sana na mafundisho kwa sababu kuna dakika kidogo. Amen. 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 Unajua lakini kesho naomba muda kwa sababu kesho na kuongea kwa ajili ya jina. Amen. Naomba masaa mawili kesho. Kama kidogo kesho naomba niseme 1:30. Amen. Amen. Jumamosi asubuhi iko siku ya Roho Mtakatifu. Tunaita Roho Mtakatifu kuja kuongoza maisha yetu. Leo sisi tunasikia habari ya Roho Mtakatifu. Lakini Jumamosi njoo asubuhi Roho Mtakatifu akurudi kuongoza maisha yako. Amen. Jumamosi na kubariki kila mtu ameingia na safari kwa ajili ya mkutano huu. Amen. Leo naongelea kwa ajili ya nyimbo. 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 Okay. Nyimbo. Nyimbo vizuri. Nyimbo na badilisha. Amen. Leo naongelea kwa ajili ya nyimbo. Na kukimbia kwa haraka kwa sababu muda yako kidogo kabisa. Sasa Mungu akupenda tushuke na kukata pale pale. Nataka ufunge macho tuombe, lakini wewe napenda kuomba kwa Kifaransa. Yesu Kristo, narudisha muda hii na mikononi yako. Personne n'a rencontré ta gloire et sa vie rester la même. Sont venus devant ta face, devant ta gloire pour te dire merci. Seigneur Jésus, à tout moment, nous venons devant toi en nous disant qu'il n'y a personne qui peut faire des choses extraordinaires que toi tu fais dans notre vie. Je suis en train de te dire que tu puisses descendre, moi je puisse disparaître. J'appelle ton règne puisse descendre dans ces moments. Si tu m'as utilisé dans ma vie, nous te demandons encore de m'utiliser ce soir. Il est écrit, Seigneur, sur la terre et sur la terre, il n'y a personne qui peut faire des choses que toi tu fais dans notre vie. Je te bénis, je soulève ton nom. Que ta puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, puisse commencer à régner en ces moments, puisse commencer à dominer, puisse commencer à faire des choses extraordinaires. Je suis en train de croire qu'aujourd'hui, notre 3e jour, tu feras encore des choses extraordinaires. Que je puisse disparaître, tu apparais, descends et parle à tes enfants. Merci pour ces moments. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces moments. Jésus-Christ, tunabariki muda huu, tunarudisha mahubiri na mikononi yako, tunabariki neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Est-ce que mtu mmoja kuweza kushangilia Yesu? Nataka mtu mmoja kwa haraka anachukua Biblia, anasaidia na kusoma Mambo ya Nyakati ya kwanza 13, anasoma mstari ya 28. Anaenda tena na Mambo ya Nyakati ya kwanza, anasoma 16, anachukua 16, anasoma 4 mpaka 7. Mambo ya Nyakati ya kwanza 15, tunasoma 24. 15:24. Basi
Samueli akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Paka ngapi? Nyakati ya kwanza 15 mstari ya 28. 28. Umepata? Umepata? Saidia sasa. Pasa wewe tafuta. Israeli. Nyakati wa kwanza sura ya 15. Ndivyo Israeli wote walivyopandisha sanduku la agano la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta na kwa baragumu na kwa matoazi, wakipiga sauti kwa vinanda na vinumi. Soma tena Mambo ya Nyakati ya kwanza 16 4-7. 16:4-7. Akawaagiza baadhi ya Walawi kwamba watumike mbele ya sanduku la Bwana, wamfanyie ukumbusho na shukrani na sifa Bwana Mungu wa Israeli. Asafu mkuu wao na wapili wake Zekaria na Yeieli na Shemiramosi na Yehieli na Matithia na Eliabu na Benaya na Abedi Edom na Yeieli wenye vinanda na vinubi, naye Asafu mwenye kupiga matoazi, na makuhani Benaya na Yehadieli wenye baragumu daima mbele ya sanduku la agano la Mungu. Ndipo siku hiyo Daudi alipoagiza kwamba kumshukuru Bwana kwa mkono wa Asafu na nduguze. Amen. Tunachukua Nehemia na tukupa makaratasi kwa sababu kama naingia na mafundisho naenda moja kwa moja. Tunachukua Nehemia 11. Nehemia 11 unasoma mstari ya 17, 22 mpaka 23. Nehemia 11. na 7:22-23. Na Matania mwana wa Mika mwana wa Zikri mwana wa Asafu mkuu mwenye kuanzisha shukurani katika sala, na Bakbokia wa pili wake miongoni mwa nduguze, na Obadia mwana wa Shemaya mwana wa Galali mwana wa Yeduthuni. Walawi wote waliokaa katika mji mtakatifu walikuwa watu 284. Mpaka ngapi? Unasoma 17, 12-13. Sio Nehemia 11 au ndisikia? Nehemia anasema Nehemia 11. Mizi wa Walawi huko Yerusalemu ni Uzi mwana wa Bani mwana wa Bashabia mwana wa Matania mwana wa Mika wa wana wa Asaf. Hao waimbaji alikuwa juu ya kazi ya nyumba ya Mungu, kwa kuwa palikuwa na amri ya mfalme juu yao na agizo la hakika waliowekewa waimbaji, hema iliyohusika na kila siku. Tunasoma Yobu 30 mstari ya 9. Job Kifaransa. Na sasa mimi nimekuwa wimbo wao, na nimekuwa simo kwao. Kwa ajili ya kumaliza, kwa ajili ya muda huu tunasoma Nehemia 12 mstari ya 24. Nao wakuu wa Walawi Ashabia, Sherebia, Yeshua, Binui, Kadmieli na ndugu zao kuelekea ili kusifu na kushukuru
kama amri ya Daudi mtu wa Mungu, zamu kwa zamu. Amen. Eske mtu mmoja kuweza kushangilia neno la Bwana? Nataka mtu mmoja anashangilia neno la Bwana. Amen. Unajua unakuja kanisani kama bado hujajua kuabudu Mungu na kushangilia na kupiga kelele na kuimba na kusikiliza mahubiri, huwezi kupata mabadiliko na maisha yako. Amen. Naongelea kwa ajili ya nyimbo, nakimbia sana na muda kwa sababu tumefika saa 6. Nyimbo kwa maana yake basauti tofauti, hii imekaa vizuri pamoja, hii inatoka mtanasikia vizuri na sikio yake. Hii kwa maana yake. Amen. Ila maana yake ya kawaida ya watu ya science. Lakini kwenye roho nyimbo iko vyombo kubwa sana kwa ajili ya kuabudu. Nataka mtu mmoja anasikiliza vizuri. Amen. Kwa sababu tuko na maisha ya watu meharibika na nyimbo. Tuko na maisha ya watu si imeenda vizuri kwa ajili ya kuimba tu. Hapa tumeona mwanzo Mungu ameweka jinsi ya kuimba. Tofauti ya nyimbo ya Mungu ya duniani na shetani iko kaka na maneno iko ndani. Si mtu mmoja anasikiliza. Nataka umeelewa vizuri kama naingia na mahubiri na naelewa. Nyimbo hii inatukuzwa Mungu, huwezi kusikiliza vitu mwingine ndani. Unasikia mtu anayema amesema anasalimia Elia, anasalimia mtu anayefurahisha nyimbo ya Mungu, anafurahisha watu. Nyimbo ya Mungu kwa ajili ya utukufu ya nani? Ya Mungu peke yake. Biblia inasema unachukua utukufu ya Mungu umeweka na mtu kingine, hasira ya Mungu inaweza hata kuua piko maliza watu. Amina. Unajua nyimbo fulani kwa Mungu, unajua nyimbo inarudisha utukufu na Mungu peke yake. Nyimbo kwa ajili ya dunia hii haina tena kitu na Mungu, kwa sababu leo kanisani umeona leo mtu ametengeneza nyimbo na yema mikate ni vyakula siku 3, mikate amekuja kuimba ndani ya madhabahu. Amen. Imani nisamee tu mimi nabii naongea kwa kweli katika kubadilisha maisha. Amen. Sema baba. Tunaanza kuombea mikate, tumeanza kuongelea chakula, kuimba kwa ajili ya vitu. Hata tunasahau kanisa nyimbo iko kwa ajili ya kuabudu Yesu Kristo Mungu wetu pekee. Nyimbo ya dunia iko kwa ajili ya kuabudu vitu na watu, kwa ajili ya vitu na pesa. Najua kisi naweka jina ya mtumishi, na maliza mtumishi anaweza kukupa hata 10,000 hata laki. Acha naweka jina lake ndani ya nyimbo. Hii hamna kitu ya Mungu ndani. Nyimbo ya shetani iko kwa ajili ya kuabudu shetani. Amen. Kwa ajili ya kutoa watu na maisha watakatifu, ya kuingiza watu na maisha vibaya. Leo tuko na watu anasali, anaabudu shetani bila kujua. Watu wangapi leo imepata ba mwanaume wa wanawake wa siku na banyimbo tu. Amen. Amen. Biblia inasema siku moja Petro na Yohana imeanza kuomba ndani ya magerezani. Baada ya kumaliza kumwambia Mungu shida yao na maombi, imeanza kutukuzwa nani? Bwana. Ndani ya kuimba ufalme ya Mungu inashuka. Mungu ameleta malaika moja tu anaitwa Mikaeli. Amekuja kuvunja magereza. Nani amesali? Shida nani? Yohana Petro kufanya nini? Imetoka magerezani. Maana yake ndani ya kila nyembo iko na nguvu. Leo watu nyingi sana maisha yameharibika na nyembo. Mimi siwezi kuimba nyimbo kama bado hujajua inaongea iko na neno gani ndani.
Leo tuko na roho mwingine inaanza kutembea ndani ya kanisa kwa ajili mtanaimba kila kitu ndani ya madhabahu. Kanisa iko sehemu ya matakatifu. Mkristo mwili yake iko hekalu ya Mungu kwa ajili ya kutukuza Mungu. Umeona Mkristo nje ya maneno nyuma yake hakuna hata siri ya mwimbaji ya Mungu. Mayeko na maneno ya fulani 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 fulani. Miaka miwili imepita, mwimbaji anaitwa R. Kelly ametoa CD moja. Na CD yake anaimba kwa ajili, anasema na siku ya mwisho giza inatoka. Mwanga inatoka, giza inakuja. Sisi yote tunaabudu ufalme ya giza. Mimi hapa nakukaribisha ya kuabudu ufalme ya giza. Inacheza na club, inacheza na TV. Basi iko sina manyumba ya washule ya baimbaji nyingi. Sijui kama English usikie, lakini iko na nyumba ya nani nyingi sana. Sio kama unaimba unakaribisha shetani na maisha yako. Alapo unaimba mtumishi, naomba anafanya kila kitu lakini maisha yangu mabadiliko hapana. Unaimba nini? Shetani yeye ni malaika ya kwanza anasimamia nani mbinguni. Lakini Mungu ametupa dunia kwa ajili ya kuabudu tu. Sekondi moja tu amepokea maabudu ya Mungu, amenitupulia duniani. Ni malaika Mikaeli amechukua sehemu yake. Amen. Angalia mtu kama shetani, malaika ya kwanza ya Mungu wetu, amechukua utukufu ya sekondi moja, sio sekondi miwili, moja tu. Ametupuliwa na kila malaika wameabudu shetani. Mungu ametupa hapa chini. Mara ngapi wewe unaitwa mtoto wa Mungu? Kwa sababu yeye yuko mfanyikazi. Mara ngapi wewe mtoto? Tuko na watu hawezi tena kubadilika, hawezi kupata muujiza na maisha yake. Mungu ameshageuka na maisha yake kwa sababu anaabudu shetani bila kujua. Amen. Amen. Ndani ya wanyama tuko na mambo nyingi sana inafanikiwa. Nyimbo iko na nguvu ndani ya nyimbo. Amen. Unaimba sikuje kuchezea maisha kwa sababu ndani ya nyimbo iko na nguvu. Inaweza kuharibu hata watoto. Leo watu wangapi imeingia na maisha ya mapenzi, maisha mchafu kwa ajili ya maneno? Unaangalia maneno nyingi sana ya dunia inasukuma watu na mapenzi, inasukuma watu na pombe, inasukuma watu na dawa kulevya, kwa sababu ndani ya kila neno iko na nguvu fulani. Mwimbaji unataka kuimba, sitoe CD kwa sababu mtu fulani ametoa, lakini ingia na maombi. Paka siku Mungu akupe neno ya kutoa na watoto wa Mungu. Amen. Leo imekoma kama vita. Wewe uko na masidi wangapi? Mimi niko na CD 5, mimi niko na CD 4. Umechukua baendi yote kubwa ya dunia. Nyingi iko na CD moja tu, nyingi iko na CD miwili tu. Epi nyimbo yao paka leo tunaimba. Mtu ametengeneza nyimbo iko na makitabu huyu. Huyu tunaimba kwa kanisa yote ya dunia. Paka leo hajatoa nyimbo nyingine. Ndio tunaimba paka Yesu akuuje. Lakini kwa nini leo mtanatoa nyimbo? Baada ya dakika kitu, baada ya mwezi 6 unasikia nyimbo ya juzi sare, nyimbo vibaya sana. Kwa sababu ndani ya nyimbo hakuna Roho Mtakatifu. Amen. Kila nyimbo iko na nguvu hii ya unapata neema ya kuimba, si chizi na muda kuimba. Kwa sababu kitu inaitwa ibada. Kama umeingia ndani ya ibada, kama maisha yako hujapona au hujabarikiwa, unalaaniwa. Na ibada iko na vitu mawili tu, baraka na laana. Ibada maana yake ni kama Mungu amesema, tumesema na tanguzo, ibada imeanza mfano saa 4. Unaingia hekalu hapa saa 4 muda ya Mungu. Umecheza kidogo tu, umeingia chini ya laana, umeharibu maisha yako. Umekaa vizuri na Mungu, umeingia chini ya baraka maisha yako. Kwa sababu baraka na maisha inategemea na jinsi unaingia mbele ya uwepo wa Bwana. Amen. Leo tuko na watu wangapi anakuja kuchezea madhabahu? Amen. Tumeharibu hekalu ya Mungu. Unajua tunasuka kwa sababu muda niko na muda kidogo. Nataka kukupata makaratasi wangapi Mungu amepigwa watu
kwa ajili mtu amekuja kucheza vibaya ndani ya hekalu ya Mungu mpaka ameua watu. Maana yake ndani ya utukufu iko sehemu Mungu hawezi kuchezea hapa. Unapata neema kuingia kanisa, muda kuimba vizuri, kila muda iko na neema yake ndani. Sicheze, mtu anaimba anawaza nyumbani, mtu anaimba juu inaimba nani? Unaimba funga macho, imba vizuri kwa sababu ndani ya neema unaweza kupata neema, unaweza kupata mabadiliko. Hakuna jina ya mtu inabadilisha maisha ya mtu, jina Yesu pekee. Umepata neema ya kuingia kanisa. Sisikilize kila kitu kama umezoea. Lakini jua kimini kila mtu kusimama hapa mbele, amesimama kwa ajili ya baraka ya maisha yao. Amen. Unajua leo mambo nyingi sana. Watu wengi sana wameingia tena kwa mwanaume wa usiku, mwanamke wa usiku na nyingi tu. Yeye anaweza kusimamia kidogo. Kwa ajili yao unakuja kwa ajili ya kujiandaa maisha kwa ajili ya kuingia mbinguni. Mtu yote anatembea na maisha utakatifu hapa dunia, hawezi kuishi maisha ya maskini. Hata anateseka leo, kesho yake iko vizuri, Mungu ubadilisha. Kama umeanza kutukuzwa watu, unateseka. Unateseka. Unaanza kuimba, mimi hapa kwa nakuja kuimba, umetengenezea, umepata si wiki mzima ya kutengeneza nyimbo kwa ajili ya kuabudu mimi. Ndiye azaanza mbeko ya Mungu. Ndiye mtoto wa Mungu. Unakuja kuimbia mtu au unakuja kuimbia Yesu? Yesu amekaa ametengeneza kiti. Iko kama ufalme na kiti umetoka juu, amekaa anasikia vizuri. Anafanya hivi. Iko na siku. Unakumbuka umesema unasema nimefanya vibaya sana. Ndio unateseka. Kwa nini leo wachungaji nyingi kufa mapema? Kwa sababu amekupokea utukufu ya Mungu. Mtu amekaa vizuri anaogopa Mungu. Amepanda tu ndege ameshuka Amerika pa. Amerudi hapa Tanzania. Hata unaongea na Swahili anataka kama juu anaanza kuongea tu English. Fine. Morning. Hata unaongea anafanya kama juu. Anakuja anauliza pasa huko na tafsiri. Tafsiri ya bila. Tunapeleka kanisa wapi? Kwa sababu bado mtajaokoka. Tumechafua madhabahu. Nimeona mimi mwingine kabla kuingia anataka watu kaimba. Anaimba watu cheza karibu yake, anaingia kama ufalme. Tuko na ufalme mmoja jina yake Yesu. Haleluya. Leo watu wengi sana teseka kwa sababu tumeharibu neno la Bwana. Umepata neema kuzunguka ulimwengu. Mimi siwezi kupata utukufu wa Mungu. Amen. Paka mtumishi anaanza kuogopesha watu kwa ajili ya ndege. Anauliza na mimi mtumishi mmoja hapa, iko na redio si Arusha. Anapita kwenye TV anauliza mshiriki, wewe na maisha yako umeshapata nini? Simama. Weka sadaka. Alipokea wewe upande ndege. Usipopanda ndege iko wewe. Wachawi wangapi inapanda kwenye ndege? Baimbaji ya dunia waungana panda kwenye ndege. Kutoka Mwanza na ndege paka Arusha hata paka Dar es Salaam 160 tu. Sio kupata 160 fuko huwa mtu. Kwa nini unaweka vitu ndani ya akili ya watu kepepo? Wewe unawaza kama dunia mzima tuko mabosi na tunafanya kazi kwa nani? Amen. Tuko na watu Mungu amefanya maisha yake mfanyikazi. Hii boss, hii mtu fulani, hii mtu mkubwa, hii baba, hii mtoto. Kwa sababu kila mtu dunia iko na sehemu yake. Hivyo tunarudisha ukweli ndani ya kanisa. Amen. Kitu inaitwa nyimbo iko kwa ajili ya Mungu pekee. Mungu anaingia tena sehemu ya pila. Mchezaji pila ameingia na ushirikina amepata dawa. Kwa sababu dawa ya pila inatembea tu na nyimbo. Dawa ya kuongoza dunia inatembea tu na nyimbo. Kwa sababu ndani ya nyimbo tuko na utukufu, tuko na utawala. Hata mtumishi wa Mungu, hata Mungu, ufalme Mungu inatawala sana kama mtu anajua kuabudu Mungu. Amen. Umeona umeingia tuna sehemu ya pili. Huku mchezaji naye mnasikia mara moja huku wataanza kuimba. Ndio nyimbo imetengeneza pale. Watu zaidi ya laki naimba mara moja. Mtu huyu tu Mkristo anakuja kanisa, hakuna siku ameimba amepata maono ya kuimba kwa ajili ya Mungu. Mchawi
Shetani. Sehemu yako iko kwa shetani. Mtoto wa shetani kuja kupitiliza mtu muda. Mtu anaimba masaa. Pila nimeenda pila Yanga inacheza Dar es Salaam. Imeanza saa 9, saa 3. Nimesikia watu ya bali mimi naenda kuhubiri, hakuna sehemu watu paka nje. Mtu analipia pesa. Na watumishi amekimbia kanisani. Ameenda kuingia pila saa 3. Anaingia kuangalia pila. Pila inaanza saa 9. Kanisa ibada inaanza saa 4, unakuja saa 5. Mtoto wa shetani. Biblia inasema watoto wao wanajua na tabia. Tumefika na kipindi hata mtu anashika Biblia, anatamka neno la Bwana, tafuatilia tabia yake. Amen. Watu wangapi leo ameacha mume wake anaenda kuelewa kwa jina nyingi tu. Amesikia nyimbo moja vizuri inaimba, anapenda nyimbo sana. Inasema ke mke ya pili ni mke vizuri. Unaona kama mtumishi ametangaza wewe simama na vita ya maisha yangu sana kwa ajili ya mwanamke. Mungu amesema naelewa huyu. Ameenda na mtu mwingine. Tumeharibu, tumechafua madhabahu. Amen. Biblia inasema mtu kama anashika Biblia, anahubiri neno la Bwana. Ifo neno hili kwanza kuhubiri, iko mafundisho hii toka na familia yake. Unaangalia mke wake watoto, iko jinsi ya mafundisho mwenyewe anatoa. Na umesikia mtumishi anaanza kuhubiri tu. Sikiliza mambo nasema, msiangalie mambo ya familia yao. Wewe kuna shida ndani. Tafuta baba yake. Naongea kweli. Tumeharibu huduma leo. Tumeharibu huduma. Nimepata neema na kala ba televisheni nyingi vizuri, sema yote naenda. Niangalie watumishi wangapi inachafua televisheni. Leo kwa nini baimbaji yote kubwa? Nyingi sana ya kiki, anapanda tu anapotea. Anapanda tu jina kidogo, anaacha mume wake. Anapanda tu jina kidogo, mwingine anatembea hapo, anasema mimi nakubali kukoma tamuki ya pili ya maisha yangu, umenitolee tu CD. Leo unawaza hata umeimba CD imezunguka dunia mzima, mbinguni unaingia. Tunatafuta jina ya Mungu peke yake. Leo tumeharibu mahusiano ya sisi na Mungu kwa ajili ya vitu kidogo tu. Nyimbo yetu toka ndani ya Biblia, ndani ya Roho Mtakatifu. Leo nyimbo inaanza kutoka na mambo ya dunia tu. Unasikia hata maneno ya kupiga mtu mwingine ndani ya nyimbo. Hata mimi napita kule TV, nyimbo inatoka. Unasikia sasa hivi. Hii amecheza. Ya mimi hapa. Eske tunafanya nini kwa ajili ya kupiga? Nini tunafanya kwa ajili ya kutukuza tu? Mimi najua hakuna jina mkuza ile jina Yesu Kristo. Amen. 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 Mimi napenda Yesu zaidi kwa sababu anafanya mambo tofauti sana. Nimezunguka sana hata Tanzania, nimezunguka sana. Mimi nimepika hapa, nimependa Shinyanga sana. Shinyanga imetulia sana na kuongea kweli. Napenda Shinyanga, nimependa Shinyanga sana. Iba mikutano nafanya na sehemu nyingine, si nimepiga moja hapa Shinyanga. Tunakosea hata sema kuweka watu. Lakini naenda kupamba. Amen. Amina. Unaimba kwa ajili ya kuabudu Mungu. Imba kwa ajili ya utukufu ya Mungu peke yake. Mtu mwingine anakuja hapa leo nataka pasa najua ke mimi ni mwimbaji zaidi. Hakuna zaidi ya Mungu. Hapa tunakuja kanisa kwa ajili ya utukufu ya Mungu peke yake. Peke yake tu. Tumeharibu mambo nyingi sana. Tumeanza kuweka vitu vingine kwenye neno. Neno Mungu ameacha watu nyingi. Kitu ya kwanza kama mtu anatukuza Mungu, anaambia Mungu, unajua kia neema Mungu utakatifu ndani ya maisha yake. Kwa sababu imeandikwa mtu anaweza kuabudu Mungu mtakatifu peke yake. Kama maisha yako sio mtakatifu, unaimba unashusha ufalme wa shetani na maisha yako. Huko unatembea maisha mtakatifu, unashusha ufalme wa Mungu. Amen. Badilika jinsi ya kukaa na Mungu, badilisha jinsi ya kukaa na Mungu. Mtu anaimba metabia mbaya. Mtu anaimba maisha mwimbaji mmoja ya kiki kubwa ya Arusha tu. Huku nani siku kufanya kutana siku nane wapi hivi? Mwanama. Mwana mahei kijenge.
Naanza kuhubiri nasema Mungu anataka kuua mhubiri wote. Maana yake ni Biblia takatifu. Sema iko na mwimbaji, iko na mwimbaji nyingi. Wewe tu uko na wanaume zaidi ya 8. Ametoka amekuja na mwimbaji kubwa. Ndio basi yake inapita na mativi na maneno, lakini maisha yake maisha ya mapenzi tu. Ndio ameona mwanaume kuna pesa, ameenda kupenda kwa ajili ya kupata pesa. Ndio yeye mwenyewe kuna mwanaume zaidi ya 8. Mwambie mimi natukuzwa nani? Tumechafua jina ya Mungu kwa ajili ya vitu kidogo kidogo. Hata mtu anaangalia kwenye TV anasikia kwenye video anasema hiyo mtakatifu. Na kama Mungu amesema hiyo mchafu, unapitiza muda. Kwa sababu ufalme wa Mungu inabadilisha maisha ya watu. Amen. 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 Unajua siku unaanza kurudisha utukufu wa Mungu na Mungu. Hata disi ya kutumikia Mungu inabadilika. Mtu anatukuzwa Mungu, haina sharti yoyote kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Amen. Haina sharti yoyote. Kila kazi mtu anafanya ndani ya kanisa iko na faida yake. Lakini kama umeweka faida, haina kazi yoyote. Mimi hapa nasema kila muda, siwezi kumwambia mwimbaji njoo ili anakupa sharti ya pesa fulani kwa ajili ya kuja. Sasa nimekuja hapa nimeomba ngapi? Sijaomba chochote. Kanisani, mkutano, tunakuja kusikiliza neno la Bwana. Maana yake kama mtakoomba kitu, mtaomba kitu kodi mrudie. Biblia nakataka mrudie na omba. Kila mtu anafanya kazi kanisani, iko na faida kwa ajili yake, hata ya kiroho, hata ya kimwili. Nimesikia juzi hapo mfua simu imani moja ya kiki kwa jina la Kinane tu hapa sisi. Nimecheka nimesema mwimbaji umepata tu jina. Kanisa mwingine kome hapa. Mwimbaji kama kweli ameema neno ya Mungu. Kanisa kome hapa. Nimshukutoa sadaka kufika 20,000 kama $10 shida kubwa. Mwimbaji anataka kuja kuimba, anaomba milioni 1, milioni 2, milioni 4. Anatukuzu Mungu au anafanya biashara? Anafanya biashara. Tumekuwa na kipindi ya kurudisha biashara. Mimi nifanya mkutano mingi, siwezi kuita mtu. Alafu mimi maimbaji yote hapa kubwa najua inapigia mimi simu kwa sababu mwingine atumikia kwa mfano, lakini mimi kama mimi siwezi hata mtumishi wa Mungu anataka kuingia mbele. Mtu anaweka sharti, mwambie asante. Nende kufanya biashara. Sisi hapa tunataka watoto wa Mungu. Lakini umekuja kufanya kazi, Mungu akubariki, tunakubariki. Mimi kama Mungu hajabariki, tunarudi. Mimi nataka kuende Dodoma, conference kubwa sana. Na ukaa vizuri na utembea na gari vizuri, mambo yote yako vizuri. Mimi nimesikia Shinyanga, nimeomba nasema, "Pasa Mungu amesema naenda Shinyanga." Nimekuja Shinyanga. Mara kwanza na maisha yangu nimekuja mkutano natembea hivi, natoka hapa naenda hivi.